wanaume wanatamani wakae kule juu ya gari. Sasa mwisho wake wanaamua kwenda kwenye mpira. Si ndio hiyo wanawake sana? Lakini huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunatawala mbinguni na duniani. Amina kwa Mungu. Kwa hiyo natamani tuombe kwa ajili ya uchaguzi. Mimi niko kwenye harakati nyingi, lakini niliwaambia hivi, nilichukua fomu nikaenda kugombea serikali ya mtaa. Kwa hiyo mimi pia ni kiongozi wa serikali. Haleluya. Yaani akiacha kitu hapa. Lazima ufalme wa Mungu tuushushe. Lazima haki zetu tuzipate. Maana kuna aibu ndani ya taifa. Mambo yanayoendelea ni aibu. Wakati mwingine unashindwa kujitambulisha kama ni Mtanzania. Sio tulivyozoea. Tuombe kwa ajili ya uchaguzi. Tuteke haki zetu. Watoto wetu wawe mawaziri. Tunatamani wake zetu wawe mawaziri. Tunatamani wawe wabunge. Ili nchi iwe na amani. Haki zetu za msingi tuzipate. Amina. Kina baba tunaomba mtubariki. Msitulaani. Tunahitaji baraka zenu. Maana aibu imeingia. Mauti imeingia dirishani. Bila baraka zenu hatutaweza kupona. Huwezi kuipata haki ya mume. Jifunze kupika. Chai inapikwa haichemshwi. Halo. Vijana wengine sasa hivi mnachukuliwa na shangazi. Fanyeni kazi. Aibu yako hiyo. Halo. Mungu atusaidie sana. Kama nchi inakosa haki, taifa linakuwa na hofu, taifa linakuwa na manyanyaso, taifa linakuwa na ukandamizaji, taifa linakuwa na uonevu. Lakini sisi watumishi wa Mungu tukishusha mamlaka ya kimungu, tukishusha nguvu za Mungu na tukisimama kwenye nafasi zetu, haki itatendeka. Mimi kwa miaka 20 nilikuwa nafanya kazi za kijamii, lakini miaka 5 nilifanya kazi benki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijaingia kusoma teolojia na kuingia kwenye Bwana asifiwe, nilikuwa naambia asubuhi, mimi nilikuwa sitaki kuwa mchungaji kwa sababu nilikuwa naona wachungaji wamechoka mbaya. Sasa hivi nashukuru Mungu, cheka wachungaji wao kupigia suti. Yaani sisi tunaona. Haleluya. Yaani kama waziri fulani. Hii ndio haki ya Mungu tunayoitaka. Mambo yana mbele, yaani tumechoka marufuku. Ukiona mchungaji wako suti imekauka tena mtamani tatu. Haleluya. Ukiona mchungaji nguo yako tena na makanisa yanayo, wewe walikuwa ukabati imejaa. Fungua pekee. Kuna kitu kimenishangaza. Ninatamani kiingie ndani ya kanisa ili tupate haki. Benki kuanzia mkurugenzi mpaka mfadhili mpaka mlinzi anabeba vision na mission ya taasisi. Halo. Yaani ukikutana na mlinzi pale, karibu mteja, karibu sana. Haya watakuwa wapi? Wakati mwingine anakuandikia ile fomu. Amina. Lakini unaweza kufika nyumba ya ibada. Samahani wewe ni Joyce. Nilienda sehemu moja Kununu. Nilipofika pale nikakuta mlinzi. Nikawa naongea na hao viongozi. Mmoja wao akiwa baba vika na mwingine akiwa katibu. Yaani wote nilikuwa naongea nao wamechochoka siwaone. Mlinzi ananiambia unaongea na yule na yule. Yaani wamenikimbia. Haleluya. Lakini tukiwafundisha vision ya Yesu, enendeni ulimwenguni mote, mkahubiri Injili. Mlinzi akiniona ataniambia sawa. Mtumishi mmoja karibu tuombe. Amina. Ndio anaonyesha ofisi ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyumbani kwetu mgeni anafika, mtu anasema baba hayupo, mama hayupo. Halo. Tuwafundishe spiriti za kimbingu ili aibu isiwe ndani ya majumba yetu, ili aibu isiwe ndani ya taasisi zetu za dini. Wanasisitiza zangu, mnanielewa? Lakini natamani Mungu akuinulie mtu atakaye kutia moyo, atakaye kusogeza kwenye haki, atakaye tetea haki yako. Maana Mungu yuko mbinguni. Wakati mwingine tunachoka kuomba, wakati mwingine tunachoka, lakini Mungu akuinulie mtu. Daudi alipochoka, sio kwamba alikuwa sio mtumishi wa Mungu, sio kwamba alikuwa sio mpaka mafuta, alikuwa mpaka mafuta wa Bwana. Amina. Kile
Halo. So imani mnataka tusendele mapepo yako humo. Mbadilike kuanzia leo tupate haki. Amina. Daudi alipokuwa amechoka, alienda pangoni, lakini alimuinulia Nathanieli. Mungu akuinulie Nathanieli wako. Alipata kule pangoni, akamtia moyo, akamwambia habari mbaya zinazowapa juu yake, akampa habari njema. Amina. Hakika wewe utakuwa mfalme, hakika wewe utakuwa mkuu, hakika wewe utapata haki. Jifunzeni kujinenea aliyo mema. Hivi wanawake niwaulize, hivi nasema wanaume wote ni mbwa, asikung'ate kwa nini? Kinywa changu kitoe maneno matamu, kinywa changu kitolee munyu, nijitabirie ushindi, nijitabirie mafanikio, nijitabirie. Sio mnaenda kwa manabii, mnajichanganya. Haleluya. Waliookoka wanyoshe mikono juu. Wenye safari ya kwenda mbinguni wanyoshe mikono juu. Wale wanaweka mifupa ya nguruwe kwenye madirisha mshindwe. Nasema hili siku na wenyewe wanakula kitimoto. Halo. Wengine nilio wanaweka kwenye mchanga wa mtano. Neno la Mungu lijae kwa wingi ndani ya moyo wako. Wakati unaugua, unamwambia Mungu, damu yako imeniponya. Neno lako ni dawa. Sitakufa, nitaishi, nitasimulia matendo ya Bwana. Mungu nijae kwa wingi. Mimi ni mtoto wa mfalme. Mimi nisibadilike. Namwambia shetani nipishe njia. Kwa mume wangu pisha njia. Kwenye kitabu changu pisha njia. Pisha njia. Maana mtoto wa mfalme anapita. Mtoto wa Mungu anapita. Nipishe njia. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoshua alimuinulia Musa. Hata kipindi kile Musa anaomba alichoka. Amina. Alikuwa hawezi kuongea. Kweli kuna madhaifu tunayo, lakini Mungu akuinulie Yoshua wako. Halo. Hata Miriam alipopata ujauzito, ameongea na malaika. Friji lake lilikuwa linagandisha. Sio kila mama wa leo huwezi kupata maono kama friji yako linayeyusha. Huwezi kupata friji za kimbingu. Mariam alimwendea Elizabeth, akamwambia tumboni mwangu. Halo. Amina. Mungu akuinulie mtu uipate haki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu anatafuta mtu, mimi nikienda pale TRA, ninakukuta mwana CCT mwenzangu, nitatoa rushwa. Mungu akuinulie watu ndani ya serikali. Mungu akuinulie watu ndani ya ofisi. Wataka kunenea maneno mazuri kwa bosi. Wasikutangazia habari mbaya, maana wanakuletea hili. Hata yale mambo yako ya zamani wanayasema. Namwambia shetani nipishe njia. Usiangalie historia yangu ya nyuma. Mimi nasonga mbele. Haleluya. Wewe niwape kisa kimoja. Simba alikuwa na njaa sana. Amina. Alikuwa amekonda, amefungiwa kwenye keji, amefungiwa kwenye kibanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akapita kondoo. Haleluya. Akapita kondoo. Kondoo alipopita akamkuta simba yuko kwenye hali mbaya. Akamwambia simba, vipi? Akasema nimefungiwa, unaona nilivyokuwa nimekonda. Amina. Kondoo akasema kwa jinsi ya hali yako ninakuonea huruma. Kama tulivyokuwa na huruma sisi wanawake, kama wababa walivyokuwa na huruma, mwanamke utapewa mapambo, utapewa fedha, utapewa chakula, lakini bado hauridhiki. Ndio yake wanawake tunaonekana wachawi kwa sababu wababa wanakufa. Uridhiki acha kamdomo. Halo. Basi bwana. Sasa kondoo kwa ile huruma yake, amina, akamfungulia simba kwenye kile kibanda. Simba akatoka. Amina. Alipotoka akamwambia kondoo, ninakushukuru sana kwa ajili ya wema wako. Unaniona jinsi nilivyokuwa na njaa. Amina. Haleluya. Mabinti zetu wanagawaga kwa sababu ya njaa. Mshikaki wa 500 na zile chips ambazo hazieleweki.
Simama kwa miguu yako tu.